Kila mwaka ifikapo tarehe 16 Juni, Afrika huadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Siku hii ilianzishwa na Umoja wa Afrika kuwakumbuka watoto wa Soweto nchini Afrika Kusini waliopoteza maisha mwaka 1976 walipokuwa wakidai haki yao ya kupata elimu bora. Walikuwa wanadai usawa katika elimu, usawa katika haki za kijamii, kiuchumi na kiutamaduni kwa wazazi wao, lakini pia kwenye swala lao zima la elimu. Lakini pia ni siku ya kujitafakarisha kuhusu haki za watoto kwa ujumla. Siku hii imeendelea kuwa jukwaa la kutafakari mafanikio, changamoto na mustakabali wa mtoto wa Afrika. Mtoto wa Afrika wa leo anaishi katika mazingira yanayomwezesha kufikia ndoto zake? Sio wote wanaopata haki zao pasavyo. Cha kwanza kwa sababu katika dunia hii, tunapokaa katika dunia hii, asilimia nyingi wazazi wengine kishaona mtoto ameshakuwa mkubwa, anakuwa mpi yake, akimwomba naomba hiki, ambaye usishakuwa mtu mzima, unashindwa kufanya kitu chako. Inakuwa hivyo, ndio maana anajipelekea na kuwa anavuta sigara, mabangi, manini hivyo napopelekea. Lakini tukiwa tuna hapa kizile sawa na wachache wanaopewa haki na wachache ambao haki hawapewi kabisa, inakuwa ni inampelekea ndio hivyo asila nini na vitu vingine. Watoto ni kundi maalum katika jamii linalostahili ulinzi na malezi bora. Sheria na mikataba mbalimbali ya kimataifa zinatambua haki za mtoto, ikiwemo haki ya kuishi, kupata elimu, afya, ulinzi na kushiriki katika masuala yanayomhusu. Je, haki za mtoto ni zipi? Mtoto ana haki za ziada ukiacha mtu mzima. Labda tu nifafanue kwamba kwenye haki za binadamu kuna haki za watu na haki za binadamu. Haki za binadamu ni haki za watu wote tulizonazo: haki ya kuishi, haki ya kuheshimiwa utu wako, haki ya kufanya kazi, haki ya kujiunga na kutokujiunga na kadhalika. Kwa hiyo hizo ni haki ambazo binadamu wote tunazo. Lakini kuna haki za watu. Haki za watu hizi ni haki za makundi maalum. Ni haki ambazo unazipata ukiwa kwenye kundi. Kwa mfano, ukiwa mtoto basi unapata hizo haki za watu. Ukiwa mkimbizi unapata haki hizo za watu. Haki za maendeleo pia ni haki za watu, kwa sababu unazipata ukiwa kwenye makundi. Kwa hiyo hizo ni haki ambazo zinakuwa za ziada kwenye haki za binadamu. Kwa haki za watoto pia ni haki ambazo nyingi ni za ziada. Kwa mfano, haki za watoto sasa ambazo ni za ziada, mtoto ana haki mahususi kabisa, imeandikwa haki ya kulindwa. Lakini haki nyingine kubwa ambayo jamii zetu nyingi huwa hazifuatilii sana na hawafikiri kama ni haki, hasa jamii za Kiafrika, haki ya kusikilizwa mtoto. Mtoto ana haki ya malezi bora, mtoto ana haki ya kusikilizwa, mtoto ana haki ya kupata elimu, mtoto ana haki ya kupata afya njema na huduma za kiafya, na mtoto ana haki ya kusikilizwa na kucheza pia. Kwa uelewa wangu, kuna baadhi ya wanajamii wanazifahamu na wengine hawazifahamu, na hii inatokana na tofauti iliyopo ya watu katika jamii. Kuna watu waliobahatika kusoma na wengine hawajasoma, na kuna wengine wanauelewa wa kuelewa na wengine hawana uelewa. Mfano mwingine anaona kama kucheza sio haki ya msingi ya mtoto, lakini mtoto anapocheza ana develop social skills zake na interaction skills zake. Kwa hiyo kuna wanajamii wengine hawajui zile haki za mtoto, wanajua zile kubwa kubwa tu ambazo ni compulsory, lakini kuna nyingine ambazo mtoto anatakiwa kusikiliza. Lakini saa nyingine unakuta mama anaambia wewe si nani. No, unatakiwa umsikilize mtoto, na unapokuwa umsikilizi mtoto unamjengea ile gap kwamba hata akiwa na changamoto anashindwa kumface mzazi wake au mlezi wake kumwambia anachokipitia, kwa sababu kila anavyoongea naye huwa anamkatisha tamaa kwamba hampi ile attention ya kumsikiliza. Haki ziko nyingi, na ukiangalia nyaraka ambazo zinaeleza hizo haki, ya kwanza kabisa kwa ulimwengu inaitwa Convention on the Rights of the Child, mkataba wa haki za mtoto wa kiulimwengu chini ya Umoja wa Mataifa, ambao uliandikwa mwaka 1989. Na mkataba wa Afrika pia wa haki za watoto. Baadaye Watanzania pia tukatengeneza sheria yetu, inaitwa sheria ya mtoto. Sheria ya mtoto tunayo pia Tanzania, lakini pia tuna sera ya mtoto.
Pia tuna sera ya makuzi ya mtoto, tuna sera mbalimbali na mipango mingi ya watoto. Kwa hiyo vyote hivyo vinatoa hizo haki za mtoto. Serikali ndiyo msimamizi mkuu wa ustawi wa wananchi wake wakiwemo watoto. Kupitia sera, sheria na huduma za kijamii, serikali ina wajibu wa kuhakikisha kila mtoto anapata huduma muhimu kwa maendeleo yake. Je, wajibu huu unatekelezwaje katika hali halisi? Serikali inachohitaji kutoa miongozo chini kwa jamii, ili hii jamii nayo wapokee yale maagizo au zile taarifa kutoka serikalini. Mfano, nikisema kwamba mpeleke mtoto kliniki, mpeleke mtoto shule, ina maana ni serikali imesema, ina maana wewe ndio unayowajibika kuyafanya. Kwa hiyo huku chini jamii ndiye kitu cha kwanza kinachohitajika. Kwanza kabisa kuwalinda watoto, lakini pia serikali ndiyo inayotoa zile haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Kwa hiyo masuala ya elimu yako kwenye kundi hilo la haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Kwa hiyo serikali inatakiwa kwanza, kwa mfano kwenye elimu, ijenge mashule. Inatakiwa ihakikishe kwamba kwenye shule zinapatikana vitabu, wanapatikana walimu, zinapatikana vitu vya kufanyia sayansi kwenye maabara za shule, zinapatikana kila kitu kinachotakiwa. Shule ziko karibu. Lakini kwenye afya, serikali ina wajibu wa kuhakikisha kwamba kwanza kuna elimu kwa wazazi, kwa walezi, namna ya kuwalea watoto kuanzia mwanzo. Unaona kuna matangazo mengi yanatolewa na Wizara ya Afya, mnyonyeshe mtoto, hakikisha kwamba unakwenda kliniki. Yote hayo ni wajibu wa serikali. Unakwenda kliniki unapojisikia tu ni mjamzito, hakikisha kwamba unahudhuria kliniki miezi yote 9. Yote hayo ni kumlinda mtoto, kwa sababu mtoto yule anaanza kutoka akiwa tumboni. Lakini pia baada ya kujifungua, nenda kliniki, mtoto akiwa na homa, nenda na vitu kama hivyo. Kwa kutoa elimu ni jukumu la serikali. Na ni lazima, ndio maana unaona serikali kila siku ukiwa kufungua ile redio utasikia tu matangazo ya kutoa elimu. Licha ya mafanikio yaliyopatikana katika sekta mbalimbali, bado watoto barani Afrika wanakabiliwa na changamoto zinazoweza kuathiri ukuaji wa maendeleo yao. Watoto wa siku hizi, nafikiri changamoto nyingi zipo kwenye makuzi. Yaani namna ambavyo watoto wanalelewa siku hizi imekuwa ni tofauti kidogo kuliko zamani. Kwa hiyo yani naona siku hizi changamoto kubwa ipo hapo. Kwa hiyo nafikiri yani ni vema sisi kama walezi au wazazi kuweza kupambana zaidi katika namna ya kuwalea watoto sasa hivi. Kwenye ukatili wa kijinsia, kundi linaloongoza ni watoto. Sisi kwenye tafiti zetu, asilimia zaidi ya 40 ya matukio yote ya ukatili wa kijinsia ni matukio dhidi ya watoto. Na matukio hayo ni matukio mengi, ni matukio ya kingono. Matukio mengine ni matukio ya ukatili wa kimwili, ukatili wa vipigo, ukatili wa unyanyasaji tu mbalimbali. Mtoto atasikia amechomwa moto, amepigwa kupita kiasi, mpaka watoto wanafariki kutokana na ukatili wa kimwili. Lakini kuna ukatili ule unatokana na utamaduni, kwa mfano ukatili wa ukeketaji, hizo mila kandamizi, kuozeshwa watoto wakiwa umri mdogo. Lakini sasa hivi pia kumekuwa na janga pia, tuseme ni maendeleo, lakini pia ni janga la matatizo ya mitandaoni, pia ukatili wa kidigitali pia watoto wanapata, kwa sababu watoto wetu tunawapa simu, mtoto wa miaka 7, 8 tunampa simu. Kwa hiyo anaingia kwenye mitandao huko, anakutana na maadili ambayo sio mema. Mwingine anaweza kujiunga hata kwenye vikundi vya mtandaoni, matokeo yake anafanywa ukatili kwenye mitandao. Kwa hiyo yote hayo ni matatizo ambayo yanapata watoto wetu kwa kipindi hiki. Malezi bora yanahitaji muda, maarifa na uwezo wa kukidhi mahitaji ya mtoto. Hata hivyo, wazazi wengi wanakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiuchumi na kijamii zinazoweza kuathiri wajibu wao wa kulea watoto. Ni changamoto zipi wazazi wanapitia katika majukumu yao ya malezi, na zinaathiri vipi maendeleo ya mtoto? Changamoto ni nyingi sana, kwa sababu mimi nikiwa mbali na mwanangu bila kukaa karibu, naweza mtoto akapata shida yote.
cha kwanza kama ni mtoto wa kike inatokea mimba za utotoni, akapata mimba za utotoni, kuna magonjwa ovyo ovyo anaweza akapata bila kukaa naye karibu. Ila nikikaa naye karibu naweza kumuelimisha kwamba kuna mimba, bali kuna vitu sio mimba tu, kuna magonjwa ya zinaa anaweza akapata. Naweza kaa karibu ila ukiwa mkali mtoto anakuwa anakuogopa pia. Kwa sababu anasema mamangu mimi mkali, hata nikimweleza hivi 2 3 ataniambia ushaanza. Kwa inabidi tuwe karibu na watoto wetu, tuwaelekeze. Sio lazima afike 18. Inatakiwa mtoto akishaita mama, baba, inabidi tukae nao karibu, tuanze kuelimisha jinsi ya mtoto wa kike. Watoto wetu wanapata ushawishi kwa watoto wenzao. Sasa sisi ikiwa kama wazazi inabidi kuwa makini kwa watoto. Sababu wewe unaweza kumlea mtoto wako katika mazingira mazuri, lakini akapata ushawishi kwa watoto wengine ambao mazingira yao sio mazuri, basi mtoto ataharibika. Watoto wa sasa hivi tofauti na sisi tulivyotoka huko zamani. Watoto wa siku hizi wanajua kila kitu. Kwa hiyo yani kulea watoto sasa hivi ni kazi, lakini tunaomba tu Mungu atusaidie. Kwa sababu watoto sasa hivi wengi wanavijua. Kwa sababu wanaviona vitu vingi kwenye mtandao. Kwa hiyo mimi naomba walezi wenzangu tusiwape uhuru sana watoto wetu. Tunatakiwa tuwalee watoto wetu kama tulivyolelewa sisi zamani. Tanzania ina sheria na kanuni mbalimbali zinazolinda haki na ustawi wa mtoto. Lakini uwepo wa sheria pekee unaweza kuwa hautoshi ikiwa utekelezaji wake hautakuwa madhubuti. Sheria zilizopo zinakidhi mahitaji ya wakati huu? Serikali pia ina wajibu wa kuhakikisha kwamba inaweka sera mbalimbali. Unajua kuna sera nzuri tu za kuwalinda watoto, za malezi ya watoto, lakini kuzipitia mapitio ya mara kwa mara hizi sera, mapitio ya mara kwa mara. Kupitia mapitio kama hayo na kuhakikisha kwamba tunaendana na wakati, inasaidia sana kuhakikisha kwamba tunalinda watoto wetu. Sheria zipo nzuri sana. Yaani katika sheria ambayo haina utata mwingi sana huwa ni sheria ya mtoto. Sio sheria mbaya, lakini na sera ziko nyingi. Utekelezaji sasa ndio tunatakiwa ufanyike vizuri zaidi. Lakini pia kutoa msaada wa kisheria, sisi wadau, kutoa msaada wa kisheria kwa watoto walioumizwa pamoja na wazazi walioumizwa ni kitu cha msingi pia kwa ajili ya kuhakikisha swala la kulinda watoto ni endelevu. Ni dhahiri malezi na ulinzi wa mtoto unaanzia katika ngazi ya familia, lakini si jukumu la wazazi pekee. Jamii nzima ina nafasi na umuhimu katika kuhakikisha mtoto anakuwa katika mazingira salama na yenye kumwezesha kufikia ndoto zake. Jamii ina nafasi gani katika jukumu hili? Jamii ni kuangalia. Mfano, inawezekana mimi ni mkazi wa hapa, lakini pale kuna mtoto ambaye pengine mtukutu. Inabidi mimi ikiwa kama wanajamii wa lile eneo kwamba ninapaswa pia kwenda kwa yule kumwambia kijana wetu huyu inahitajika kufanyika 1 2 3. Familia kwanza, tukisema familia sio ya mzazi mmoja, inatakiwa wazazi ni wawili. So baba unamwachia mama kusema wewe ndio mzazi, inabidi umlee mtoto hapa, inatakiwa wazazi wawili. Hata kama ikitokea shida, inatakiwa jinsi mnakaa mnajua jinsi gani ya kukaa na mtoto, kumwelimisha afike vipi, awe vipi. Ndio familia inatakiwa hivyo. Na familia isiyo eti kuna shangazi, kuna mama mdogo, nao pia ni familia, nao inatakiwa mjumuike. Wazazi na ile jamii kwa ujumla ina jukumu kubwa sana la malezi na makuzi ya mtoto. Kwa mfano, mtoto huwa anaiga kila kitu kutoka kwa wazazi wake. Kwa hiyo kama ile jamii au ile familia ambayo amezaliwa haina maadili mazuri, ndio huko mtoto anaanza kujifunza maadili mabaya. Kwa hiyo sasa kwa wazazi, sisi wazazi tuna jukumu kubwa sana la malezi ya mtoto kwa kuhakikisha kwamba mtoto analelewa katika misingi impasayo. Cha kwanza kabisa kulingana na imani. Sawa, hata kwenye maandiko ya kibiblia imeandikwa mlee mtoto katika njia ipasavyo hatoiacha daima. Kwa hiyo sasa unapomlea katika maadili ya kidini, yule mtoto atakuwa na ile hofu ya kufanya hata vitu vibaya. Ataona babangu na mamangu wanaishi hivi na hivi, atajifunza upendo, atajifunza uvumilivu, atajifunza kuchukuliana na wenzake. Kwa hiyo sasa kwenye ngazi ya familia kusipokuwa na ule msingi ambao unahitajika, kwa hiyo kunakuwa na changamoto. Hata mtoto anapokuja kuwa mkubwa anakuwa mkatili kwa sababu hakuona upendo kwenye familia, hakuona uvumilivu kwenye familia, hakupewa ile furaha inayotakiwa kwenye familia. Mbali na serikali, asasi za kiraia zimekuwa mstari wa mbele katika kutetea haki za watoto kupitia elimu, kampeni za uhamasishaji na huduma mbalimbali za kijamii.
Asasi zisizo za serikali zinafanya jitihada gani kwa ajili ya watoto? Kwenye msaada wa kisheria tuna kitengo maalum cha familia, ambapo wateja wetu wakubwa sana kwenye hicho kitengo ni akina mama na watoto. Tunahudumia na wanaume, lakini wanawake ni wengi zaidi kwa sababu ya mfumo mzima wa maisha na mfumo mzima wa jamii zetu, kwamba wanawake ndio wanakuwa karibu na watoto, na hata kama ni maonevu wao wanayaona zaidi. Kwa hiyo tuna kitengo hicho ambacho tunapokea kesi nyingi za watoto, malezi, za ukatili na kila kitu ambacho tunawasaidia msaada wa kisheria mahakamani ili kupata haki zao. Lakini pia tuna kitengo kingine ambacho kinahusiana na haki za watoto kwa ujumla, ambacho kitengo hiki sasa kinaanzisha klabu za watoto mashuleni. Tuna klabu shule za misingi, tuna klabu sekondari mpaka vyuo. Huko vyuo sasa hao ni watu wazima, lakini za msingi na sekondari ni watoto kabisa wanakuwa, ambao tunawafundisha nini? Tunawafundisha kujua haki zao. Unapoona dalili za ukatili, fanya nini? Ripoti wapi? Unapoona ukatili. Lakini tunawafundisha pia watoto kujiamini, kuweza kuwa viongozi hapo baadaye, kuwa wazalendo. Tunawafundisha kusema hapana kwenye masuala mengi ya ukatili, hasa ukatili wa kingono. Kwa hizo klabu zipo kwenye shule zaidi ya 300, shule za misingi na pamoja na sekondari. Lakini kitu kingine tunachokifanya kwenye masuala mazima ya watoto ni kuhakikisha kwamba tunatoa vitabu vyepesi vya lugha nyepesi ambavyo vinaeleza haki za mtoto. Tunapozunguka kwenye klabu za haki za binadamu za mashuleni, wote tunawagaia watoto, zimeandikwa haki za mtoto. Kwa hiyo mtoto anasoma haki za mtoto kama nilizozieleza hapo awali. Kwa mtoto anakuwa anajua haki zake, na akijua haki zake ni rahisi kumwambia mzazi na mlezi kwamba mimi kwa kweli hii sio haki yangu, hapa nimeonewa. Mara nyingi vitendo vya ukatili au unyanyasaji dhidi ya watoto hutokea mbele ya watu wanaovishuhudia. Jamii inapaswa kuchukua hatua gani inapogundua mtoto ananyimwa haki zake au yupo katika mazingira hatarishi? Jamii itoe taarifa. Jamii isivumilie mtoto kufanywa ukatili, itoe taarifa. Unajua, usiseme huyu mtoto sio wa kwangu, usiseme huyu mtoto sio wa kwangu, kwa hiyo basi watajuana wenyewe, kwa sababu huyu mtoto atafanywa ukatili, lakini wewe wako pia atafanyiwa tu. Mtoto ni wa jamii nzima. Leo utasema wa jirani yangu, kesho anaweza kafanywa wako wako. Jamii itakusaidia kulindia watoto wako. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunawatolea taarifa hawa watu, na kutoa taarifa ni kisha kwanza ni kwenye kituo cha polisi kilicho karibu nawe, toa taarifa. Lakini pia polisi kama ni mbali, sio serikali ya mtaa. Umeona mtoto pale anatumikishwa, mtoto wa miaka 16, 13 mpaka 12, watu wanaika watoto wa kazi kwenye manyumba yao ili wasiwalipe au walipe mshahara mdogo. Kwa hiyo unaona mtoto pale, hebu katoe taarifa. Katoe taarifa kwenye serikali ya mtaa kwamba jirani yangu hapana anatumikisha mtoto. Toa taarifa, itafanywa kazi. Kwa sababu pia kuna maafisa ustawi wa jamii mpaka kwenye ngazi ya kata watafanya uchunguzi, wataweza kufanyia kazi hiyo swala. Kwa jamii isifumbie macho kabisa ukatili wa kijinsia. Lakini tushirikiane sasa, tunapopata elimu kama hii kuishusha kwenye ngazi ya jamii, kwamba mtoto ana haki hizi na hizi na hizi, atakiwi kufanywa ukatili. Kwa hiyo kwenye jamii, kwenye mikutano ya kijiji, tukumbushane kwamba jamani, kuna haki za mtoto, watoto wanafanywa mabaya, jamani tushirikiane. Ukiona mtoto anafanywa ukatili, hebu tupeane taarifa, tutoe taarifa kwenye vituo vya polisi. Nimesema polisi, serikali ya mtaa, lakini pia kwa afisa ustawi wa jamii aliyeko karibu, kwenye kata, kwenye wilaya, toa taarifa. Inasaidia kuweza kumlinda mtoto. Kuboresha maisha ya mtoto kunahitaji ushirikiano kwa wadau wote, kuanzia familia, jamii, serikali na mashirika mbalimbali. Ni hatua zipi zinapaswa kupewa kipaumbele ili kuhakikisha kila mtoto anapata fursa sawa na maendeleo? Nafikiri tuweze kuwa mfano bora kwa watoto na kuweza
yani kuwaelimisha watoto, kuhamasisha watoto waweze kupata elimu, lakini pia kuhamasisha watoto katika kukuza vipaji vyao na stadi. Nafikiri tukiweza kufanya hivyo itaweza kusaidia watoto kuweza kukua katika maadili mema. Yani kuhamasisha yale maadili ambayo sisi tumeyazoea tangu zamani, ambayo tunaamini ni mema, yaweze kwenda na kwa watoto zaidi. Hata wanapokuwa wanaweza kukua wakiwa wanajiamini na wanakuwa ni mfano bora hata katika jamii, wanakuwa katika njia zile ambazo zinapendeza. Ukianzia kwenye ngazi ya familia, tunaweza tukasuluhisha matatizo kwa kiasi kikubwa. Wazazi tunafanya nini kuwalinda watoto wetu? Lakini vile vile mtoto unamzuia, unaacha kumzuia, saa nyingine kumlinda kwenda kwenye majumba ya watu, kwenye vibanda umiza. Kuna vibanda umiza siku hizo watu wanaangalia mipira huko nje, unamwacha tu mtoto anaenda anaangalia mpaka usiku. Hata kama ni mchana bado ni changamoto kubwa. Na vitu kama hivyo. Mtoto humlei vizuri, humpi chakula kizuri, kwa hiyo akipewa pipi anaona ni kitu kizuri sana, akipewa chips mayai anapewa ni kitu kizuri, kwa anaweza kuingia kwenye ushawishi. Kwa sisi wazazi tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunawalinda watoto wetu. Kwenye jamii pia, ukiona mtoto anapelekwa mahali pasipo sahihi, unaona, unaweza kuuliza, wewe unapeleka wapi mtoto? Unapeleka mtoto uko kwenye nyumba moja, umepanga familia, unaona kijana anamuingiza mtoto mdogo wa miaka 7, mtoto wa kike ndani kwake. Kufanya nini? Unampeleka kufanya nini mtoto? Kupitia mapitio kama hayo na kuhakikisha kwamba tunaendana na wakati, inasaidia sana kuhakikisha kwamba tunalinda watoto wetu. Sheria zipo nzuri sana. Yaani katika sheria ambayo haina utata mwingi sana huwa ni sheria ya mtoto. Sio sheria mbaya, lakini na sera ziko nyingi. Utekelezaji sasa ndio tunatakiwa ufanyike vizuri zaidi. Lakini pia kutoa msaada wa kisheria, sisi wadau kutoa msaada wa kisheria kwa watoto walioumizwa pamoja na wazazi walioumizwa ni kitu cha msingi pia kwa ajili ya kuhakikisha swala la kulinda watoto ni endelevu. Nilikuwa na wasii wazazi wenzangu, kama tukitaka kulea kama vile sisi tulivyotoka huko nyuma zamani, tushirikiane kama wazee wetu wa zamani walivyokuwa wanashirikiana. Mtoto wangu ni mtoto wa mwenzangu, anapokosea mtoto wa mwenzangu nikimkanya, hata mzazi mwenzangu anajua kabisa mimi nimemkanya kama mwanangu. Tukishirikiana tunaweza tukafika katika malezi yaliyokuwa bora. Mtoto wa leo ndiye kiongozi, mtaalamu na tegemeo la kesho. Maendeleo ya jamii yoyote huanza kwa uwekezaji katika ustawi wa mtoto wake. Jamii inatoa wito gani kuhusu kumlinda na kumkuza mtoto katika mazingira salama? Tulee kwa upendo, tupendane, tushikamane. Kwa sababu tukishikamana na tukipendana, tutalisogeza gurudumu mahali sahihi. Lakini vile kwamba umemwona mwanangu karibikiwa mtaani, unaogopa kunifuata, utahisi mimi labda nitakusema, utasema mwanangu atakuwa unamuonea. Hapana. Tukiishi kama zamani, tutafikisha gurudumu la kulea watoto wetu. Wazazi wengi wanajisahau, wanavyokuwa na dada wa kazi wanaona kama jukumu la kumlea mtoto ni la dada wa kazi. Kwa hiyo hapo tunashindwa kumlelea mtoto ile misingi, na wengine tunasema kwamba tuko bize, lakini hapo tunakosea, kwa sababu dada wa kazi yule atapita. Dada wa kazi kalelewa na wazazi wake ambao wana maadili yake, wana kila taratibu zao kwenye familia yako. Mzazi ndiyo shule ya kwanza ya kumlea mtoto, kumtengeneza mtoto. Unataka mwanao awe na nini? Awe na hofu ya Mungu. Ishini maisha yenye hofu ya Mungu, na mtoto atajua kwamba kufanya hivi na hivi sio vizuri. Mtoto ajifunze upendo kwenye familia yake. Mtoto ajifunze uvumilivu, kwamba kuna kupata, kuna kukosa. Sio mtoto amefika labda umri wa chuo, anaenda chuo huko, amekosa kitu anajirusha ghorofani. Hapana. Lakini kama nyumbani pale anajua kumbe kuna kipindi mama anakosaga na baba wanakosa, badala ya kula mkate tunakunywa chai bila kitafunwa. Kwa hiyo anajua haya ni maisha ya kawaida. Kwa hiyo kuna session mbalimbali kwenye maisha. Kitu kwa jamii nafikiri ni kuzidi kupambana katika kuhamasisha kuweka maadili yawe mema. Na kikubwa kusaidiana katika malezi. Mmoja anaweza akashindwa, mwingine anaweza akaweza. Ni tunainuana. Yule anaposhindwa tunamsaidia. Kama ana mtoto ambapo anashindwa kumlea, tunaangalia ni namna gani anaweza akapata msaada, lakini yote ni katika kuhakikisha mtoto yule anaweza kufika sehemu ambao wote tunatamani watoto wetu waweze kufikia. Yaani siwezi kuona wa kwangu anafika sehemu fulani, wa mwenzangu anakuwa hafiki, nikaona ni sawa nimwache pale. Hapana. Nafikiri tuweze kushikana mkono, tuende sambamba katika kuwalea watoto wetu. Mimi kama mimi pia mimi ni mzazi. Ninachotaka mimi, ujumbe wangu, tukae pamoja na watoto, tusiwatenge, usiseme mimi niko busy, sijui nimefanya kazi, nije kukaa naye. Hapana.
tenga muda maalum wa kukaa na watoto, ukae nao vizuri, uishi nao, na usichague kusa huyu 18. Hapana, akishaita baba mama, imradi anajua anaelewa, umwelekeza jinsi ya kuelewa mtoto, uishi naye vizuri. Ni ushirikiano wa jamii huku chini. Ushirikiano wetu ndiye mafanikio yetu na ndiye maendeleo yetu. Ushirikiano ndiye kitu kikubwa, si kwamba mtoto wa kwako wewe ukamhesabu moja kwa moja kwamba ni mtoto wa kwako tu moja kwa moja. Hapana, mtoto wa kwako na mtoto wa mwingine kwamba ni mwanao. Haki za watoto ni haki za binadamu. Haki za watoto ni haki za binadamu. Kwa hiyo usimchukulie poa mtoto ukasema huyu mtoto ni mtoto tu. Tuwalinde watoto wetu, na wazazi tujitahidi kuwalea watoto wetu vizuri, kwa sababu mtoto ni binadamu. Usiseme akiwa mkubwa mtoto ni taifa la kesho, mtoto ni taifa la leo pia. Kwa hiyo tulinde haki zao, kwa sababu haki za watoto ni haki za binadamu. Ni wakati wa kukumbuka kwamba kila mtoto ana haki ya kuishi, kusikilizwa, kulindwa na kupewa nafasi ya kufikia ndoto zake. Wajibu huu hauishii kwa serikali au wazazi pekee, bali ni jukumu la kila mmoja wetu. Tukimlinda mtoto leo, tunailinda Afrika ya kesho. Tukimpa elimu, afya na malezi bora, tunajenga taifa lenye nguvu, maadili na maendeleo endelevu. Na huyu ni mtoto wa Afrika.